Makamu wa Rais wa Tanzania, Emmanuel Nchimbi, amewataka wananchi kuendelea kudai katiba mpya. Muda mfupi baadaye, Baraza la Vijana la chama cha Chadema lilitoa jibu la maandishi likimtaka Emmanuel Nchimbi na serikali kueleza hatima ya watu waliotoa madai hayo ya kupigania katiba mpya katika miezi ya hivi karibuni, na mwishowe wakafunguliwa kesi za ugaidi na uhaini. Na swali la kushangaza zaidi walilomuuliza Nchimbi limewaacha wengi midomo wazi. Lakini kabla tusonge mbele, chukua sekunde yako moja, like video hii, subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Mabadilishano hayo ya kauli yalifanyika tarehe 24 Julai mwaka 2026. Makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchimbi alitoa kauli hizo katika mkutano wa muungano wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania jijini Dar es Salaam, na akatamka kama angeulizwa ni ujumbe gani mmoja wa mwisho kabisa angeutoa kwa Watanzania na vijana, Nchimbi alisema nchi inapaswa kuendelea kupigania na kudai katiba mpya. Hata hivyo, muda mfupi baada ya kauli za Makamu wa Rais Nchimbi, majibu yalitoka kwa BAVICHA, Baraza la Vijana la Chadema, kupitia taarifa iliyosainiwa na mwenyekiti wake wa taifa Deogratius Mahinyila na yenye tarehe 24 Julai mwaka 2026. Taarifa hiyo haikupinga umuhimu wa mageuzi ya katiba yaliyotangazwa na Makamu wa Rais. Badala yake, iliuliza maswali kadhaa ya moja kwa moja kwa Makamu wa Rais Nchimbi, ikiitaka serikali kuoanisha uungaji mkono wake wa mageuzi hayo ya katiba na jinsi inavyowachukulia hatua watu waliotoa wito wa mabadiliko hayo. Swali la kwanza lilihusu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema. BAVICHA ilihoji jinsi wananchi wanavyotarajiwa kupigania na kudai katiba mpya wakati Tundu Antipas Lissu, ambaye ametoa wito wa wazi wa mageuzi ya katiba na uchaguzi, akiendelea kushikiliwa katika gereza la Ukonga akikabiliwa na shtaka la uhaini ambalo adhabu yake ni kifo cha lazima iwapo atapatikana na hatia. Kwa mujibu wa BAVICHA, Lissu ameshikiliwa kwa zaidi ya miezi 14 sasa. Taarifa ya chama hicho ilibainisha kuwa kushtakiwa kwake kulitokana na kampeni yake ya hadharani ya kutaka mageuzi ya aina ile ile ambayo Makamu wa Rais Nchimbi sasa aliyaeleza katika kauli yake ya kudai katiba mpya. Swali la pili lilirejelea matukio ya tarehe 29 Oktoba wakati Tanzania ilipofanya uchaguzi mkuu. BAVICHA ilisema kuwa vijana waliofanya maandamano ya kuunga mkono mabadiliko ya katiba na mfumo wa uchaguzi walikabiliwa na risasi za moto, na kwamba tume iliyoteuliwa na serikali baadaye ilithibitisha vifo vya Watanzania 518 vilivyohusishwa na machafuko yaliyofuata uchaguzi. BAVICHA kwa niaba ya Chadema ilihoji jinsi serikali inavyoainisha idadi hiyo ya vifo na wito mpya wa kuendelea kupigania mageuzi. Swali la tatu ambalo Chadema walimuuliza Nchimbi baada ya kauli zake jana liligusia suala la kukamatwa kwa viongozi wa wanafunzi wanaohusishwa na CHASO, ambayo ni jumuiya ya wanafunzi yenye uhusiano na Chadema. Kwa mujibu wa BAVICHA, wanafunzi kutoka Mbeya, Mwanza, Iringa na mikoa mingine walitiwa mbaroni siku chache kabla ya maandamano makubwa yaliyopangwa kufanyika tarehe 7 Julai mwaka huu. Serikali imesema kukamatwa kwao kulitokana na mipango ya kuchochea vurugu, ingawa taarifa ya BAVICHA ilisema hakuna ushahidi wowote wa kuthibitisha madai hayo uliowekwa wazi. Chama hicho kilisema mwenyekiti wa CHASO wa mkoa, katibu wa mkoa na mwenyekiti wa tawi la chuo kikuu mjini Mbeya bado wanashikiliwa na polisi. Pia BAVICHA ilizungumzia suala la mtu anayefahamika kama Daktari Melkisedeki Kaijage ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Dodoma. Kwa mujibu wa taarifa hiyo ya Chadema, Kaijage aliwaambia wanafunzi kuwa kufanya maandamano ni haki ya kikatiba, na sasa anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi kutokana na kauli hiyo. BAVICHA ilihoji jinsi wito wa serikali wa kutaka wananchi watetee katiba unavyoweza kuoanishwa na shtaka la ugaidi dhidi ya msomi kwa sababu tu ya kuwaelezea wanafunzi wake kuhusu haki za kikatiba. Kwa ujumla, taarifa hii ya Chadema kupitia BAVICHA inaangazia matukio mahususi yaliyotajwa majina, ikiwemo kesi dhidi ya Lissu, kukamatwa kwa viongozi wa CHASO, shtaka la ugaidi dhidi ya Kaijage na kutoweka kwa David Nkindikwa ambaye chama hicho
kinasema hajulikani alipo tangu tarehe 25 Juni bila maelezo rasmi. Hoja ya Bavicha ni kwamba kila moja ya kesi hizi ilitokana na aina ile ile ya shughuli za kisiasa ambazo Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, sasa anazihimiza na kwamba serikali haijashughulikia utata huo. Kisha taarifa ya Bavicha iligusia swali la kivitendo kuhusu utekelezaji. Ilihoji jinsi ambavyo katiba mpya inaweza kupatikana kama anavyosema Emmanuel Nchimbi kabla ya uchaguzi wa mwaka 2029 na mwaka 2030, ikizingatiwa kuwa hakuna bajeti yoyote iliyotangazwa hadharani kwa ajili ya mchakato wa mapitio ya katiba wala ratiba au mfumo wowote uliowekwa wazi mbele ya wananchi. Mchakato wa mapitio ya katiba nchini Tanzania kwa kawaida huhitaji kuundwa kwa tume, ushiriki wa umma, uandaaji wa rasimu, mapitio na kura ya maoni, hatua zinazohitaji fedha nyingi na uratibu madhubuti wa kitaasisi. Bavicha ilisema kuwa kutokuwepo kwa mipango inayoonekana hadharani kunazua mashaka na wasiwasi iwapo wito wa serikali kupitia Nchimbi wa kufanya mageuzi unaungwa mkono na mchakato thabiti na wa uhakika. Taarifa hiyo ilihitimishwa kwa msimamo rasmi wa Bavicha: hakuna mageuzi, hakuna uchaguzi, yani no reform no election. Msimamo ambao chama kinasema unahusu chaguzi za mwaka 2029 na mwaka 2030. Taarifa hiyo ilisema kuwa wale wanaotumia fedha za walipa kodi wana wajibu wa kuhakikisha kuwa mchakato wote wa kutunga katiba mpya unaakisi ushiriki wa kweli wa wananchi badala ya kuwa zoezi la mashauriano kwa jina tu. Kauli hizi za Emmanuel Nchimbi si za mara ya kwanza kwa kiongozi mwandamizi ndani ya chama tawala CCM kuchukua msimamo wa hadharani unaoonekana kutofautiana na utendaji halisi wa serikali. Hapo awali, Nchimbi mwenyewe alielezea mgogoro kati ya CCM na Chadema kuwa hauna tija na ni upumbavu. Makamu mwenyekiti wa CCM Bara, Steven Wasira, amemtaja Tundu Lissu kama rafiki yake wa karibu na kutambua umahiri wa Lissu katika kujitetea mahakamani, huku akidai Lissu anajichelewesha kesi yake mwenyewe. Waziri wa zamani upande mwingine Anna Tibaijuka ametumia dhana ya 4Rs ya Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo ni maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya, katika kutoa wito wa kuachiwa huru kwa Tundu Lissu. Huyo ni Anna Tibaijuka. Taarifa ya Bavicha ndiyo jaribio la wazi zaidi hadi sasa leo la kuhusisha kauli hizi za watu binafsi na madai mahususi. Taarifa za Bavicha ndiyo jaribio la wazi zaidi hadi sasa la kuhusisha kauli hizi za watu binafsi na madai mahususi. Hadi wakati wa kuandaliwa kwa ripoti hii, mtazamaji, ofisi ya makamu wa rais Emmanuel Nchimbi haijatoa majibu ya hadharani kuhusu maswali yaliyoibuliwa katika taarifa ya Chadema kupitia Bavicha. Hakuna bajeti wala ratiba iliyotangazwa rasmi na serikali kwa ajili ya mchakato wa mapitio ya katiba. Hakuna taarifa rasmi iliyozungumzia uhusiano kati ya kauli za Nchimbi na kesi zinazoendelea dhidi ya Tundu Lissu, viongozi wa wanafunzi wa Chaso au Daktari Kaijage. Inafaa kuchunguza baadhi ya masuala haya kwa kina na kivyake, kwani kila moja lina uzito wake na linajitegemea. Kesi ya Tundu Lissu bado ndiyo yenye uzito mkubwa zaidi kuhusiana na matokeo yanayoweza kutokea kisheria. Chini ya sheria za Tanzania, kutiwa hatiani kwa kosa la uhaini kunahusisha adhabu mbaya, adhabu ya lazima ya kifo, na Lissu sasa amekaa mahabusu kwa zaidi ya mwaka mmoja akisubiri hatima ya kesi yake. Timu yake ya wanasheria imeendelea kupinga mashtaka hayo, na kesi hiyo imevutia umakini wa wadau wa kikanda na kimataifa wanaofuatilia masuala ya kuzingatiwa kwa taratibu sahihi za kisheria. Kukamatwa kwa wanachama wa Chaso kumeibua maswali mengine vilevile tofauti kabisa kuhusu jinsi shughuli za kisiasa za wanafunzi zinavyoshughulikiwa. Watu waliokamatwa walikuwa na nyadhifa rasmi ndani ya tawi la wanafunzi la Chadema, na kukamatwa kwao kulitokea muda mfupi kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika lakini baadaye kufeli, maandamano ya Julai 7, muda ambao taarifa Bavicha ilisisitiza kuwa na umuhimu mkubwa. Kwa sasa majibizano kati ya kauli za Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, na majibu ya Bavicha kutoka Chadema yanaacha maswali kadhaa ambayo hayajapatiwa majibu. Bado haijafahamika iwapo ofisi ya makamu wa rais
itajibu moja kwa moja maswali matano ya Bavicha baada ya kauli ya Emmanuel Nchimbi ya madai ya watu kupigania katiba mpya bila kuchoka, iwapo bajeti au mfumo wowote wa mchakato wa marekebisho ya katiba utawekwa wazi, na iwapo masuala ya mashtaka dhidi ya Lissu au viongozi wa Chaso na Daktari Kaijage yatazingatiwa katika mazungumzo hayo bado haijajulikana. Tutaendelea kufuatilia mwenendo wa kesi hizi zote kama Simulizi Media, ikiwa ni pamoja na majibu yoyote kutoka ofisi ya makamu wa rais baada ya jibu hili la Chadema Bavicha, na tutatoa taarifa zaidi kadiri zitakavyoweza kupatikana. Kwa sasa mtazamaji, maoni yako ni muhimu, hivyo basi nieleze mtazamo wako upande wa maoni ama upande wa comment chini ya video hii. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Vilevile gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.